Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo tunaendelea tena na darsa yetu, na hasa tukisoma katika ilmu fiziail Qur'an, kwa maana katika ilmu inayoelezea science na maarifa ya kisayansi, lakini kwa kutumia Qur'ani na hata sunna za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasis kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri nyingi, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, bila shaka katika siku ya leo tutakwenda kutazama hadithi ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin. Hadithi hii ina maneno madogo sana, lakini ina mapana makubwa sana. Katika fani ya balagha kuna kanuni inayoitwa al-ijaz. Al-ijazu ni nini? Tunasema jam'ul maani المتكثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح. wanasema watu wa balagha, ijaz ni kukusanya maneno mengi, taaluma nyingi, maarifa mengi kutoka katika vijimaneno vichache kabisa, lakini pamoja na hapo kuwe na ufasaha wa kinachoelezwa na ubainifu wa kile ambacho kinachoelezwa. Kwa hiyo ni vizuri sana tunaposoma maneno ya Allah, tukasoma maneno ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin, lazima tuyasome ala dhawin sahihin, kwa maana katika mwangaza ulio fasaha. Yani mtu asibakie na akili mgando, kwa maana hadithi hizi alivyozieleza al-Imamu Nawawi basi hakuna mtu mwingine tena anaweza kueleza. La, al-Imamu Nawawi kafanya juhudi kubwa sana, na wengine wamefanya jitihada kubwa sana 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 kabisa, na sisi pia tufanye jitihada kubwa katika maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala na maelekezo ya kiongozi wetu wa umma Bwana Mtume Muhammadin. Tulipokuwa pale Ghazal Muslim School, tulisoma somo linaloitwa al-ainu, na mara kadhaa tumekuwa tukirejea hili neno al-ainu, tukasema jawharatun ghaliyatu athamani la tushtara bilmali walinsanu yastamiluha fi nadhiri kulli shay'in fayara almar'iyat fayumayyizu alkhabitha min at-tayyibi. Ni somo ambalo tulisoma pale Ghazali Muslim School.
wakati walimu wetu na mashekhe zetu wakiwa wanatufundisha katika somo hilo, tulisoma hadithi ya bwana Mtume Muhammadin. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yalujun nara rajulun baka min khashyatillah. Anasema bwana Mtume Muhammadin, hawezi kuingia motoni mtu ambaye anaedondosha machozi yake kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu hawezi kuingia motoni. Sasa hapa ukitazama hii hadithi kwa mtu mwenye akili mgando, ataona hadithi imeishia hapo, tayari imeeleweka. Si imeeleweka jamani? Haingii motoni mtu atakayedondosha chozi lake kwa kumwogopa Allah. Yamekwisha hayo. Kuna ziada hapo? Hakuna ziada. Mambo yameishia hapo. Inshallah hadithi imeeleweka na tayari tunaondoka pale tumepata kitu. Alhamdulillah. Tusemeni la ilaha illa Allah. Tena la ilaha illa Allah. Tunakwenda kuparamisha mishipa ya shingo mitaani. Tumeielewa sana hadithi ya Mtume Muhammadin. Mtume anasema la yalujun nara, hawezi kabisa kabisa kuingia motoni. Tena imetumika la, inaitwa harfu nafi. Sawa? Maana kuna harfu nahi, yani kuna harfi inayokataza na kuna harfi inayokataa. Yenyewe inakataa. Sasa hii inakataa, haikatazi, inakataa. Maana yake la yaluju annara, haingii kabisa motoni. Nani? Rajulun, mtu ambaye baka, aliokaa akalia, macho yake akatoa machozi, lakini anatoa machozi kwa kufanyaje? Kwa kuwa akakimbiwa na demu? Min khashyatillah, kwa kumwogopa nani? Allah. Kwa hiyo kwa mazingira kama haya mambo yanaweza kwenda vizuri. Nani anaweza akanipopotolea hii hadithi? Ni kweli moto unaozungumzwa hapa ni moto wa Jahannam, lakini huyu mtu ili alie inatakiwa awe wapi? Awe peponi ndo analia au inatakiwa awe duniani ndo alie? Tunaanzia hapo. Weka mstari sasa katika hadithi, ndo tunaanzia hapo sasa. Kumbe anaelia yuko wapi? Mtu akishaingia peponi hafanyi nini? Hawezi kulia, atakuwa anafurahia tu neema za peponi. Sasa kwa kuwa atakuwa anafurahia neema za peponi, maana yake mliaji yuko wapi? Kuna nini hapa duniani? Kwa nini alie? Na tumeona katika darasa tulizosema, ukiona maelekezo ya Mtume yana faida, ukiona katazo la Mwenyezi Mungu na Mtume, basi ukifuatilia katika hilo katazo kimaarifa utakuta kuna hasara kuanzia hapa duniani mwanzo, alafu huko akhera kwenda kumalizikia. Sasa kama Mtume anasema hatoingia motoni mtu ambaye anaelia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ili tabu naloliona limeeleza kwa ufasaha sana kupitia hadithi hii ya bwana Mtume Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema hivi, sasa wataalamu sikiliza kinachokuja. Nasema tulipokuwa pale Ghazali wakati tunaposoma somo linaloitwa al-ain, jicho, nasema yahtawi damu, katika jicho kuna kitu kinachoitwa ad-damu, machozi. Machozi yana kazi ya msingi sana katika mwili wa mwanadamu. Ndio maana ukipata huzuni natakiwa wewe ulie tu, usijikaze, utaumia. Ndio maana yake. Sasa leo tunataka tuanze kuisoma step by step hadithi hii ya bwana Mtume Muhammadin. Kwa hiyo yahtawi damu ala anasirin mana'iyah difa'iyah wa hiya aljulubulinat almana'iyah. Sawa? Bila shaka machozi haya yamehifadhi takriban ala anasirin mana'iyah. Ndani ya machozi kuna viji element au chembe chembe ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba kwa huyu mwanadamu
Kwanza ni kwa ajili ya kinga ya mwili na kushambulia. Ad-difa'ia maana yake kushambulia baadhi ya vijidudu na bakteria hatari ambao wanaweza kuleta athari na mashaka katika jicho lako. Tunakumbuka Ghazali tusema, kuna somo la jicho tusema, faman arada an yahfidha ainahu, anayetaka kulilinda jicho lake, fala yasmahu lidhubabi an yaqa ala ainai, basi asimpe nafasi nzi kutua katika jicho lake. Kwa nini? Kwa sababu katika miguu ya nzi anabeba jarathim, kwa maana anabeba bakteria hatari ambao wanaweza kuleta madhara. Nakumbuka wakati tupo Husnul Ghazal kwa Sheikhati Bi Madina, Mwenyezi Mungu amrehemu, tulisoma hivyo, faman arada an yahfidha aina, anayetaka kulinda jicho lake, fa alayhi, ni lazima kwake, alla yasmaha dhubaba, asimwache nzi, an yaqa ala ainaihi, kutua katika macho yake. Husnul Ghazali hiyo kwa Sheikhati Bi Madina, Allah amrehemu. Sasa hili jicho la mwanadamu Allah amejalia katika machozi yana chembe chembe ambazo kwanza zinakuwa ni kinga, lakini pili zinakuwa ni difaa, kwa maana zinashambulia bakteria wasiweze kuleta madhara katika mwili wa mwanadamu. Naona sasa mnaanza kuelewa Mwenyezi Mtume aliposema ya kwamba haingii motoni yule ambaye atakayelia. Kumbe machozi yanaanza kwanza kumtengeneza yeye mwenyewe hapa kabla ya kwenda wapi? Peponi huko. Anaanza kutengenezwa wapi? Hapa duniani. Hii ndio hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Wenye ilmu wanabakia wanakutazama na hawakusemeshi, wanabakia wanaugulia kimya. Hii ni hatari ndugu zangu. Sasa wahia nazo hizo chembe ambazo zinazopatikana katika jicho la huyu mwanadamu ni aina ya chembe zinazoitwa aljoobiolinat. Tukizungumza aljoobiolinat, manake tunazungumza ni aina al-ahmadul amini, amino acid, ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka katika jicho la mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu iwe ni machozi ambayo mwanadamu akilia basi ni difaa, inalinda macho, lakini kadhalika vile vile inasafisha na kuyafanya macho kuwa katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Unaona Mwenyezi Mungu anavyoanza kututengenezea kwanza hapa duniani, alafu anatuandalia mazuri ya akhera kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaenda sawa? Sasa hii aljolobiolinat almanaiya ambayo ina tabia kutengeneza kinga katika jicho la huyu mwanadamu, inakuwaje? Tunasema tusnafu aljolobiolinat almanaiya i'timadan ila ikhtilafatin tartibil ahmadil amini. Hii sasa hizi chembe au kwa lugha zingine tunaita enzimat, ni enzymes ambazo ni muhimu sana. Hizi zina kazi gani? I'timadan ila ikhtilafi tartibil ahmadil amini, zimefahamika kwa maarifa, kwa taaluma, kwa tafiti za kimaarifa, imejulikana hizi zina tofauti inayokwenda sambamba na zile aina 30 za al-ahmadul amini, kwa maana amino acid, ambazo ni muhimu sana katika ulinzi wa sehemu za miili yetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Allah ameweka katika machozi ya huyu mwanadamu. Sawa? Sasa hii bil mintaqati thabita, na Allah ameiweka katika sehemu inaitwa mintaqatu thabita, sehemu makini sana katika jicho la mwanadamu. Kuna sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka hiyo, lakini ni makini sana katika mwili wa mwanadamu. Hiyo sehemu katika hali ya aina kadha. Tena hiyo sehemu Mwenyezi Mungu ameiumba ipo katika utaratibu gani? Minas silsilati thaqila,
Allah ameumba, imekaa kama unavyoona mnyororo, tena mzito kabisa katika macho yako pamoja na macho yangu. Tunataka tuone ni vipi basi huyu mwanadamu anaweza kupata faida kwa kulia. Kulia tu kunampa faida. Vipi kulia? Kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Ikiwa utalilia demu na ukapata faida za kiafya, vipi ukililia ukamlilia mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala? Unaona hapo mambo kuna watu wanalilia mademu hapo. Hatari sana. Hii inatisha. Sasa hizi Allah subhanahu, hizi silsila athaqila, kwa maana hii minyororo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameweka katika jicho la mwanadamu, hizi amezigawanya katika sehemu kuu 5. Nataka tuone anaelia kwa kumwogopa Allah anapata faida gani kiafya, anapata faida gani katika mwili wake, ili tuwe tumeifasiri vema hadithi ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin. Ukimkuta mtu anavimbisha mishipa ya shingo huko mtaani, eti kaielewa hadithi kwa kusoma tu, la yaluju nara rajulun baka min khashiyati nar, min khashiyati Allah, hawezi kuingia motoni mtu ambaye anaelia kwa kumwogopa Allah. Tayari inatosha, hahitaji tena tafsiri, hahitaji ufafanuzi, hiyo inatosha. Na anavimbisha mishipa ya shingo, unamrehemu tu, unasema Allahumma ighfir lahu warhamhu waj'al maskanahu fil janna. Mrehemu tu na umwombee dua Mungu ampeleke peponi kwa hicho tu kidogo alichojua. Lakini simamishe mishipa ya shingo na kuona yeye ndio mwanachuoni mkubwa sana. Wengine ilmu bana ni bahari, la nafadha limaihi kam qala la adri ulul albab la ilma indi laysa aiban qawluha alaibu an yufta bighairi sawab. Mmoja anasema ilmu ni bahar, hakuna yoyote anaweza kumaliza bahari. Mara ngapi tunaona wenye ilmu kubwa anasema hicho mimi sijui, na kusema sijui sio aibu. Aibu ni kuanza kuvimbisha mishipa ya shingo, alafu watu wakuletea maarifa unaanza tena kutafuta njia. Hii ni hatari Kwa hiyo hadithi za Bwana Mtume tuwe tunazisoma kwa umakini sana, kwa sababu sivyo hivi tunavyoziona kiwepesi wepesi. Ni maneno mafupi yana maana ndefu, ni maneno mafupi yalobeba ilmu nyingi katika hali za aina kadha. Sasa inategemea wewe unachukua ilmu gani katika hizo ilmu nyingi katika hali za aina kadha. Tunaenda vizuri Sasa hizi silsila Allah amezijalia zimegawanyika katika sehemu ngapi? 5. Ambayo asasi ya tunaita sehemu 5 za msingi. Sehemu ya kwanza katika hizo inaitwa aljolobiolina almanaiya. Kwa maana hizi ni aina ya chembe chembe Allah subhanahu wa ta'ala, au enzim Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka hizo kwa ajili gani? Ya kukinga jicho lako lisipate madhara. Tunaenda sawa hapo? Tunataka tuone ukilia kunatoka nini katika machozi yako na unapata nini katika mwili wako biidhnillah. Na ndio maana Sayyiduna Yaqub baba yake na Mtume Yusufu alayhi salatu wasalam, baada ya Nabiyullah Yusufu alayhi salatu wasalam kuchukuliwa na wale ndugu zake, wakaenda naye huko alikoenda naye, wakarudi wakaleta ripoti, wakasema kaliwa na mbwa mwitu. Basi mzee Zakaria alipata sana huzuni ambayo iliondosha macho yake. Yani ukiwa na huzuni sana macho yanakufa. Tutaona hapa katika darasa yetu. Yani wewe unatakiwa ulie, ukiwa na huzuni ulie, sio unakomaa. Ukikomaa maana yake unaua macho na yanafili mbali mara moja. Ulie tu. Sawa? Kwa hiyo macho yakaondoka. Yalirejea wakati gani? Wakati wa miaka mingi. Yusuf kaisha kuwa mtawala, mfalme kule katika ardhi ya Masri. Ndio anakuja na kanzu yake. Nabiullah Zakaria babake na Nabii Yusufu na Yaqub babake na Nabii Yusufu, ana kanzu ile ya Nabii Yusufu inaletwa, anasema nahisi kama harufu ya kanzu ya Nabii Yusufu. Alipoiona ile kanzu, fartadda basiran, macho yake yakarudi. Kwa nini? Huzuni iliondoka, furaha ikatawala sasa katika hali za aina kadha. Tunakwenda vizuri kwa hiyo ukiudhiwa una hasira lia tu ila tu ulie ki step.
So unalia tena kama mwanamke, unalia kimya kimya yani. Tunaenda vizuri eh? Kwa hiyo hii al-globulina al-manai wahdatun asasiya min wahdatin asasiya, ni katika sehemu kuu au muhimu za G, kwa maana globulina al-manaa ni sehemu kuu ya chembe chembe hizo 5 ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka katika jicho. Tunaanza kwanza kuzisoma hizi ili tuone machozi yanatokaje, na pale yanapotoka yanabeba nini na nini, na hicho nini na nini kinasababisha nini katika mwili wako, ili tuende sambamba na maneno ya Mtume, la yalujunnara rajulun baka min khashiyatillah, hawezi kabisa kuingia motoni mtu ambaye amelia kwa ajili ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa basi, hizi chembe chembe yatakawanu globulina almanai ay silsilataini khafifataini. Hizi chembe chembe zimejitengeneza kama jinsi unavyoona minyororo miwili, lakini minyororo hiyo hafifu kidogo. Tumekwambia hizi ziko sehemu 5 na hii ni sehemu moja tu, hatujaenda ya pili, ya 3, ya 4 mpaka ya 5, alafu tuone chozi linapotoka sasa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni minyororo miwili ambayo ni mepesi. Wahidatun, mmoja katika hiyo liannahu yahtawi ala mintaqataini, kwa sababu imekusanya katika sehemu 2. Ipo sehemu inaitwa almita alkondoria inayopatikana katika jicho, ndio imetoka katika mintaka hiyo. Wasilsilataini thaqilataini, na kuna minyororo miwili mizito. Yote hii inapatikana katika sehemu hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia katika chembe chembe hizi ambazo machozi huja kutokea katika maeneo hayo, ili tuone inapotoka inatoka na nini katika hali za aina kadha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa wa min ahammi alwadhaifi, na katika umuhimu wa kazi ya sehemu hii au chembe chembe hizi zinazopatikana katika jicho la huyu mwanadamu, moja, tanshitu almutamim, ni kutengeneza nishati katika sehemu inaitwa almutamim. Almutamim ni sehemu inayotengeneza lishe katika jicho la mwanadamu. Yani jicho lina chakula chake maalum, ambapo hapo sasa ndipo hutengeneza nishati katika sehemu hiyo ili jicho lifanye kazi zake vizuri. Moja katika kazi hizi alglobulina almanaiya, kwa maana hizi chembe chembe ambazo kinga zinafanya kinga katika jicho la mwanadamu, moja katika kazi yake ni kutengeneza nishati katika sehemu kwa ajili ya kuzalisha chakula cha jicho la huyu mwanadamu. Tunakwenda sawa? Kazi yake ya pili at-taharia, ni kusafisha jicho la mwanadamu. Yani jicho la mwanadamu kulisafisha liwe safi, lisipate madhara jicho la huyu mwanadamu. Hizi chembe chembe kazi yake ya msingi pia ni hiyo, kuhakikisha inasafisha jicho la mwanadamu liwe salama. Na tatu, muadalatu sumum, ni kupangilia utaratibu wa sumu katika jicho la mwanadamu na kutoa nje ile sumu ili isiweze kuleta madhara katika mwili wa huyu mwanadamu. Ala, kumbe mwanadamu anapolia anatoa sumu mwilini? Ndiyo. Kumbe mwanadamu anapolia anasafisha jicho? Ndiyo. Kumbe mwanadamu anapolia anatengeneza nishati katika sehemu ya chakula cha jicho? Ndiyo. Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema haya pia katika Qur'an, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yalujunnara, hawezi kabisa kuingia motoni, rajulun, mtu ambaye baka min khashiyatillah, aliolia akatoa machozi kwa lengo la kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Manake anaelia kwa ajili ya kumogopa Allah ana faida 2. Faida ya kwanza ni faida ya kiafya, anajitibu. Faida ya pili ni faida ya kwenda peponi kula bata na Mtume Muhammadin. Allah atupe faida zote 2, duniawiyan
wa ukhrawiyan, hapa duniani na akhera pia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni dondoo, bado hatujafika sasa katika kuona kunatoka enzyme gani, kunatoka maadini gani, kunatoka na nini, bakteria wanaua waje sasa katika mazingira kama haya, ili tuone neema na fadhila kubwa katika hadithi ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani, ndugu zangu, nakupeni tanbihi. Tanbihi ni kwamba katika dunia ya sasa Mayahudi wametengeneza kundi, na kundi hilo likachomekwa katika dini tukufu ya Kiislamu, likafundishwa njia za kuwafarikisha, kuwatenga, kuwagombanisha Waislamu, na hata kuwafanya Waislamu wote hawajui, Waislamu wote hawana wanachojua, Waislamu wote hawako sahihi, ila ni wao tu. Ni zao la Mayahudi. Soma katika kitabu Al-Afai Al-Yahud, joka la Kiyahudi. Soma huko, utabaini katika hali za aina kadha. Leo Uislamu umekuwa ni kidude kidogo tu, hauna mapana. Aya tunayosomeshwa hapa Ifizia Qur'an, wapo watu watasema hakuna hiyo, haijathibiti. Mayahudi hao ndio mpango alopangiwa na Mayahudi. Kwa hiyo nyewe msishangae watu wa namna hiyo, huo ni mpango wao. Isipokuwa tunachosema, ipo siku wakija kubaini kama miaka yote wameitumia kwa kumtumikia Yahudi, wallahi watalia sana, kwa sababu Uislamu hauko vile, hauko kabisa vile ambavyo wanataka kupelekwa. Sasa hii ni hatari ndugu zanguni. Leo Uislamu umekuwa hauna tena mapana. Chochote utachosema bid'a hiyo, chochote utachofanya haram, chochote utachofanya haikuthibiti. Ndio kweli Uislamu utakuwa hivyo? Jamani, hata kama kusoma ujui, picha uoni, Kwa hiyo tuwe makini sana. Ni kundi ambalo limetengenezewa vitabu vingi sana, na vile vitabu vyote vya asili vya zamani vinaondoshwa sasa hivi. Nenda madukani haupati kabisa. Sasa hivi ukitafuta vitabu vya kina al-Imamu Shafi'i hupati, na hata ukipata wameshatoa baadhi ya vitu. Ndivyo ilivyo. Utakuta sasa hivi kuna vitabu vya ibn fulani. Yani imekuwa ni vituko kidogo. Yani leo imekuwa hadithi ya Bwana Mtume au aya haina kazi wala haina nafasi mbele ya maneno ya ibn fulani. Hii ni shida jamani. Mtu anakuambia, nilitoa mfano hapa na narudia tena. Mfano hadithi hii, la yalujun nara rajulun baka min khashiyatillah. Haingii motoni mtu ambaye anaelia kwa kumwogopa nani? Aya, alafu mimi nikasema qala ibn Diwan. Sikiliza vizuri hapo. Qala ibn Diwan, amesema ibn Diwan, la yadkhulanna an-nara rajulun baka min khashiyatillah. Hawezi kabisa kuingia motoni mtu ambaye anaelia kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno yangu na maneno ya Mtume yanapishana, isipokuwa tu labda katika utamkaji ndio nimetamka kwa namna nyingine, na maneno ya Mtume yametamkwa kwa namna, lakini maana. Sasa swali linakuja, kwa nini tushikilie qala ibn Diwani la yadkhulanna nara rajulun baka min khashiyatillah? Kwa nini tushikilie maneno ya ibn fulani ndio ilmu, wakati hayo maneno ya ibn fulani ndio vile vile alivyosema Mtume? Kwa nini tushikilie maneno ya Mtume? Atuoni kama utakuwa wewe ni mfuasi wa ibn Diwani na sio wa Mtume tena? Kama maneno ya Mtume yapo, tuna haja gani na ibn fulani? Mnanielewa vizuri hapo? Ya Mtume yapo. Sasa ibn fulani yeye nani kwa haya maneno ya Mtume? Kwa nini iwe ibn fulani, ibn Diwani? Mnanielewa vizuri? Maana yake nakusudia tukae hapa katika maneno ya Mtume. Na Mtume mpaka anaondoka hajatuachia kundi jamani, ieleweke vizuri. Mtume mpaka anaondoka anasema nimekuachieni vitu viwili, Qur'ani na Sunna. Bas. Hakusema nimekuachieni kundi linaloitwa fulani. Hakusema kabisa. Na wala haipo.
wala hakusema mtume tengenezeni kundi linaloitwa fulani, hilo ndo la sunna. Hakusema kabisa mtume Muhammadin. Yamebumbwa tu mambo na Mayahudi, na bahati mbaya wadogo wa huko hawajui, wallahi hawajui. Hawajui kabisa. Hawajui, na bahati mbaya hawako tayari kutaka kujulishwa. Ndio shughuli iko hapo. Sasa mtu wa namna hiyo unamwacha tu. Hajui, na hajui kama hajui, na hata hayuko tayari kujulishwa. Hii ni shida. Lakini siku wakija kujua watalia. Hakuna Uislamu wa namna hiyo. Yaani Uislamu sasa umekuwa kadude kadogo tu. Shekhe, Uislamu hauna mapana tena. Wewe afanya tu kitu. Hicho kudhibiti hicho. Tunataka aya, tunataka hadithi. Ukimletea aya na hadithi kwambia hapa kuna ilmu nyingi. Mtume akuijua hiyo, uijue wewe. Sasa mtume kama angekuwa kuijua angeweka alama za uwepo wa elimu hiyo. Maana ukiona mtu anaweka alama maana yake ana maarifa makubwa kuliko wewe unayezama katika hiyo elimu. Ndio maana yake, si ndio? Hapa aliposema la yalujun nara rajulun, maana yake hapa kuna alama za kuanzia hapa duniani, kwa sababu anaelia hayuko akhira. Shekhe, anaelia yuko sasa hapa duniani. Tunapata nini tukilia? Lazima hicho kitu tujiulize. Ibada yoyote jamani ina faida kwanza za kimwili au kimazingira au kimaisha, alafu ndipo uko mbele. Kwanza mimi wagana washangaa sana hata wale wanasema dini imekuwa biashara. Nyie mjui kumbe siku zote hizi ndio mfumo wa dini ulivyo. Yaani unaweza ukacheka shekhe, na wakati unanielewa. Jamani, hata anayekwenda hija anaenda bure, si kwa hela shekhe. Maana yake ndio hivyo. Anayetoa zaka, ukisikia kutoa zaka maana yake nini? Ni hela. Ukisikia kutoa sadaka maana yake nini? Zinaenda kwa nani? Ni hela tu shekhe. Ndio mpango ulivyo, ndio Mungu alivyoweka. Aljannatu jannati fashtaru jannati, aljannatu almalu mali waljannatu jannati fashtaru mali bijannati, jannati bimali. Allah anasema pepo, mali ni mali zangu mimi, sawa, na pepo ni yangu. Sasa inunueni pepo yangu kwa mali zangu mwenyewe. Maneno ya Mungu katika hadithul Qudsi. Tunakwenda vizuri Sasa ukiliona jitu unasema sikizi dini imekuwa biashara, hujui kitu Sheikh, tulia tu. Alafu lenyewe ukiliona linasema hivyo, lina kamarkazi kake Kiyahudi, linafundisha Uyahudi hapo, linalipwa kutoka nje, alafu linawapandikizeni nyinyi dini ni bure. Lenyewe linalipwa kutoka nje huko, alafu linakupandikizeni nyinyi Uyahudi wa kipumbavu kupita maelezo kwamba dini ni bure. Na nyinyi mnashika pa dini ni bure. Ni bure kabisa, dini ni bure, ni bure. Nyinyi mko dunia gani nyinyi? Yeye mbona analipwa kutoka nje kwa Mayahudi wenzake huko? Si mnanielewa? Nafikiri mnanielewa vizuri hapo. Lazima mzinduke. Nasema haya kwa kuwazindueni. Yaani mimi nachukia shekhe, ndio maana nasema haya. Mzelila, kuna watu wanalipwa shekhe kutoka nje, alafu wanakusomesheni nyinyi dini ni bure. Hivyo vitabu wanaosomesha, ukienda pale dukani Ibn Hazmi pale Kariakoo si wapi, unanunua. Hauendi pale ukasema dini ni bure, tumeambiwa dini ni bure, kwa hiyo nimekuja mnipe vitabu bure. Hakuna. Unaenda pale unafanyaje? Unanunua. Tena pale kuna vitabu vinauzwa mpaka 1,200,000. Kitabu hiki na mijeledi yake 1,000,000 ngapi? Alafu unaambiwa dini ni bure. Unapandikizwa kichwani na wewe unalipuka, dini ni bure, dini ni bure. Akija mtu kusomea dua ukimwambia wanatoa shilingi 10,000, haipo hiyo, haipo hiyo. Wewe mbona unachukua hela huko nje? Kama dini ni bure, maana yake mwanzo wa elimu inapatikana hapo kwenye vitabu. Vitabu kwa nini visiwe bure? Na yeye mwenyewe huyo anasema hivyo, akienda pale anaenda kununua. Alafu yeye anapanda bure, yeye anapokea mshahara, unatoka nje Saudia, unatoka Lebanoni, anapokea, maisha yake anakwenda, anawatieni ujinga nyinyi. Tena nakusomeeni hadithi, anazitafsiri anavyotaka yeye. Yani siku hizi Sheikh, maulama au wanavyoni wa sasa na wanavyoni wa hawa wa mapenzi tu ya nafsi, wala sio tena wanavyoni wa ilmu. Hakuna tena ilmu Sheikh, ni wanavyoni wa nafsi. Yani mtu anatazama tu pale alipo na wale ambao yuko nao, anawezaje kutengeneza mazingira wamuelewe vizuri,
basi ndio ilivyo. Anatengeneza kamari kazi kake na yeye, naye ana watu wake. Kazi sasa kutukana watu, kazi kukanyaga watu. Dini bure. Alokuambia dini bure nani? Dini ni hela. Yani hata hiyo swala yenyewe ni hela kama ujui. Niulize sasa, ni hela vipi swala? Tukienda kuswali mbona tupatie hela mifukoni? Niulize, nikwambie. Mungu alivyotaka. Jamani, Mungu si ametaka tuswali swala ya jamaa. Sasa mimi nikiwa nyumbani na mke wangu na watoto wangu 6 na shemeji zangu 3 na ndugu zangu 6, tukisimama pale watu 18 19, sio jamaa ya maana hiyo? Msikitini tunaenda kufanya nini? Haina maana kama ndio hivyo. Lakini maana ya kwenda msikitini, Mwenyezi Mungu ametuhimiza kwa sababu kubwa ifuatayo. Moja, tutengeneze network. Kule msikitini tutakutana na matajiri. Kule msikitini tutakutana na watu wenye fani mbalimbali. Mimi ni fundi umeme, nitakutana na wewe ambaye umejenga nyumba unataka wiring. Kwa hiyo baada ya sala, ilikuwa inatakiwa kabisa baada ya sala misikitini asimame mtu, asalamu alaykum wa rahmatullah. Jamani, hapa tuna mafundi umeme 6. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anajenga nyumba yake, inshallah mafundi Waislamu tunao hapa ambao wanaweza wakafanya kazi wakapata riziki zao. Ndivyo ilivyo network, tutambuane, tujuane, tusaidiane. Ndio maana ya kwenda misikitini. Kama jamaa hata majumbani tunazo nyingi tu. Sasa tukishajuana pale, ukishanijua mimi ni fundi umeme, wewe una nyumba yako inatakiwa kufanywa wiring, mimi sijapata riziki, hela hiyo. Wewe unasema dini bure. Nani alikwambia dini bure? Yani vitu vya maajabu. Ndio maana dini yetu imekuwa dhalili kupita unaofikiria. Bure. Nani alikwambia bure? Yeye mwenyewe anakuambia bure. Wallahi ile hatari. Tena wametengeneza mashule, mavyuo, wanachukua ada, alafu anakuambia elimu ni bure. Kusoma unaletewa ujanja mwingi katika kufundisha, anatakiwa ulipwe. Hivi kuna kitu ambacho kama kilitakiwa kuwa bure? Kuna kitu zaidi ambacho kilitakiwa kuwa bure kama kufundisha? Ukiona kufundisha unachukua hela, basi kuyatendea kazi uliyoyasoma ndio uchukue zaidi. Ndio maana yake. Yani ili isiwe hivyo, basi hata kufundisha kuwe bure, na wewe unayefundisha usichukue mshahara. Usidanganye watu hapo kwamba eti wewe uchukue mshahara wakati unatumiwa mshahara kutoka nje huko. Tunakuona wewe, watoto wako wanasoma shule nzuri, tunakuona wewe unalala pazuri, unakula vizuri, unazitoa wapi? Zinakushukia ndani kwako? Mtume? Ndio na mimi nashanga sawa wanaolipwa wametoa wapi? Mtume alikuwa analipwa na Mola wake. Mtume alikuwa analipwa na nani? Na Allah. Sasa wewe jifananishe na mtume ufe. Ya mchezo ni. Mtume aliwaambia sahaba, mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia sahaba katika saumul wisal, ile funga ya kuunganisha, aliwaambia acheni ya mambo, msinifatishe mimi. Mimi niwezi, mimi ananilisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ananinywesha Allah subhanahu. Kwa hiyo nyinyi hakuna atakayewalisheni, Mungu awalishi nyinyi. Acheni ya mambo, niacheni mimi mwenyewe. So unataka kufanana na mtume, utamwezea wapi? Yapo mambo yanatakiwa tufanane naye mtume, na yapo mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapewa udhuru. Mtume ana wake 9, wewe uliambiwa wapi wewe na wake 9? Hayo ni khas kwa ajili ya mtume. Sasa inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Na mwisho kabisa niseme Mwenyezi Mungu na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu ambao wao ndio sababu ya sisi kuyajua haya biidhnillahi alkarim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.